Leo Live TV nasema save the best. Leo tutaandaa kachori kwa kutumia mihogo. Baada ya kutumia viazi mviringo, pia unaweza kutumia mihogo katika kutengeneza kachori. Hatua ya kwanza ni kumenya mihogo. Unamenya mihogo yako vizuri na unaikata katika vipande vidogo vidogo ambavyo itakuwa ni rahisi kuiva vizuri. Ili kachori iwe vizuri, inabidi mihogo iweze kuiva vizuri. Pia unaosha. Baada ya kuosha, unaandaa kwa ajili ya kuchemsha, kwa maana kuweka maji na kuwasha chanzo cha moto kama ni gesi au chanzo chochote kile ulicho nacho. Baada ya mihogo kuwa imeiva, japo kuna namna ambavyo mihogo mingine ushindwa kuiva kwa sababu mbalimbali, unaweza ukachambua au ukachagua ile iliyoiva kama hapo hivyo unapoona katika TV yako. Kisha chagua kuipata ile iliyoiva, hatua inayofuata ni kuunga. Unaandaa viungo vyako. Viungo ambavyo tutatumia leo ni kitunguu maji, kuna nyanya, kuna pilipili, kuna chumvi. Na pia viungo hivi sio lazima viweke vibichi kama hapo unavyoona. Unaweza ukatumia namna ya mbinu nyingine, kwa maana ya kuviandaa kwa kukaanga au kuandaa pilipili, kama jinsi ambavyo pilipili huwa inaandaliwa, kisha unachanganya na kusimashi kwa pamoja. Kwa hiyo ukishamaliza kuunga au kuongeza viungo vyako katika mihogo, hatua inayofuata ni kuponda au kusimashi. Yategemea tutumia nini. Ukisha kumaliza hatua hiyo, hatua inayofuata ni kutengeneza matonge au mipira. Unaweza kutumia kiganja chako cha mkono na kuepuka kunasa kwa ule mchanganyiko wako. Ni vizuri ukaweka mafuta katika kiganja chako, mafuta ya kula, ili iwe rahisi wewe kutengeneza bila kushika. Hatua inayofuata baada ya kuandaa mipira au matonge ni kuandaa uji. Uji unaandaliwa namna gani? Cha kwanza ni kupasua yai kama ulivyokwisha kuona hapo, kisha kuweka unga. Na unga pia utaweka kiidadi kulingana na idadi ya kachori ambazo ungependa kutengeneza. Kwa mfano kama hapa leo nitaandaa kachori chache tu, kachori na 7. Kwa hiyo pia nitaandaa uji kidogo ili kuendana na idadi ya kachori ambazo ningependa nitengeneze. Pia usisahau kuongeza rangi ya chakula au inaitwa food color kwa Kiingereza, kama unavyoweza kuona hapo. Pia unakoroga. Baadaye unachukua mipira, unachanganya au unaweka ndani ya ule mchanganyo wa uji. Hatua inayofuata ni kufry au kukaanga. Utatoa ile mipira ambayo imechanganyikana na uji, utaweka katika chombo chako cha mafuta ambayo tayari yamekwisha kuiva. Hakikisha mafuta yanaiva vizuri, usiwe na haraka, ili mafuta kidogo weze kukaanga kachori nyingi. Na pia ni vizuri ukatoa uchafu ambao unapatikana baada ya kuwa umekaanga kachori, kuepusha kuchafuka na kuharibika kwa kachori zingine. Kwa hiyo kukaanga ndio namna hiyo. Tayari kachori ya mihogo imeshakuwa tayari hapo. Unaweza kutumia. Ninachokuomba ni kusubscribe katika chaneli hii ili uweze kujipatia mambo mazuri katika chaneli hii. Asanteni.